Ni Jumamosi nyingine na kualika katika kurasa za mwisho katika kipindi ambacho kinakujia kila ifikapo kwa siku hii ya Jumamosi, na leo hii tena ni siku nyingine tena ambayo tunaingia katika mijadala ya kimichezo ambayo imegonga vichwa vya habari katika magazeti yetu takriban kama wiki nzima hivi, na kama hiyo haitoshi basi hata katika mitandao ya kijamii yaliyojiri, yaliyochomoza, yanayotaraji kuja na mengineo mengi. Hayo utakuwa nami Philip Cyprian pamoja na Philip Mkin, Charles Abel na Judith pamoja na Molandi Wilbert, tukikuletea nini ambayo yamejiri katika kurasa za mwisho. Tumeona fixture ya haraka ya CRDB Cup. Simba anacheza tarehe 13 kesho kutwa. Tarehe 13 baada ya kucheza na Al Masry anacheza na atacheza kwani? Tarehe 13. Kama akifuzu. Kama akifuzu hatua. Kwani ile mechi ya pili ya CAF ni lini? Iko karibu, sio karibu sana, lakini subiri labda tuone. Lakini mimi nilichojifunza pale kuna mtego mwingine. Kuna mtego mwingine kuahirisha ratiba. Kuna mtego mwingine. Upi? Wale wakutani nusu finali wale. Kama wakipenya wote. Ni finali. Nivangala mimi haraka nimeona kama finali hivi. Ndio wanaenda kukutana pale, hawakutani nusu finali wale jamaa. Na wanaweza wasikutane kabisa. Mmoja akiachia ngazi. Kuna uwezekano mmoja akaachia ngazi. Akajivunja. Sio akajivunja. Sasa anaweza asijivunje. Msimu huu Simba na Yanga wanatakiwa wacheze mechi mbili. Kwa mfano kama mahesabu yakienda sawa. Mechi mbili kivipi? Kuna ligi babu au? Kuna ligi moja inayofuata. Hii kwa nini unaitoa? Kwani ligi so mechi mbili no. Philip umekosea moja, so mbili. Ni mechi tatu. Mechi tatu Umecheza mechi moja ya kwanza ya mechi tatu. Mechi ya Ngaji aliyokumbuka. Sawa. Mbona tutasubiri kwanza unasema? Maana sasa mambo ndo maana yake sasa mechi inaweza zikatimia mechi 4 msimu huu za dabi. Kariakoo dabi. Walikutana Ngao. Wakutana ligi kuu mzunguko wa kwanza. Kuna mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu, na kama wakutana CRDB Federation Cup maana yake mechi 4 za dabi. Wanakutana. Wanakutana. Kwa mara CRDB Cup. Chaza alishaanza kusema kuna uwezekano. Hapana, ni ukweli. Ya kwamba yani mimi siweki uwezekano. Mimi naika watakutana tu. Unajua na mimi wote wanapita. Mbeya City wazuri. Mbeya City kamtoa Azam. Na jana niliona Stand United. Yanga na Stand, Simba na Mbeya City. Wote wazuri. Simba na Mbeya City. Wote wanataka kurudi. Wote wanatoka championship. Wote wanataka kurudi ligi kuu. Kwanza tuwapongeze kwa watu waliofikia. Kwa struggle. Yani kwa watu waliofikia afu wanatokea championship. Kwa pale kwenye championship kuna Mtibwa, Stand na Mbeya City au? Geita anachungulia anavizia naye kwenye nafasi ya 4. Na TMA. TMA zinazokwenda mbili. TMA wanachungulia zaidi playoff. Yani anaipambania playoff. Ila Mtibwa, Stand, Geita na timu ngapi zinakuja juu? Mbeya City. Zinazokuja moja kwa moja ni mbili. Sasa huyu TMA anavizia tena. TMA anavizia playoff. Kwa sababu zinapanda mbili. Alafu ya 4 na ya 3 zinacheza zenyewe kwa zenyewe. Mshindi anacheza na timu ambayo inatolewa kwenye playoff ya ligi kuu. Kwa sababu kwenye ligi kuu zinazopanda 3. Jumla zinapanda 3. Hazipandi, kuna uwezekano zisipande 3. Kwa sababu ile nafasi moja ya timu za mwishoni kwenye ligi kuu nayo inaendelea tena kuwania kucheza playoff ya kubaki kwenye ligi. Zile zinakutana hapo mmehesabia yule wa ligi kuu anaweza kabaki. Anaweza kabaki. Hivi msimu uliopita pia alibaki wa ligi kuu. Msimu uliopita walibaki wote JKT na Tabora. Basi kumbe kuna kindungo. Leo tutaonyesha mechi ya FDL. Niseme sijui Kiswahili cha namna hiyo. Ligi ya kwanza. Ligi ya kwanza. Ligi ya kwanza. Yes. Kati ya nani leo? Wale Ausung wanacheza. Ndio mechi na Gunners. Na Gunners ni mechi ambayo ya kupeana kombe ya kusaka bingwa. Shindwa leo ndo anapewa kombe.
Ni mechi hiyo babu. Kwa hiyo sio kukosa hiyo. Nafikiri mechi nzuri, alafu mimi nimependa hivyo. Inachezwa Chamazi saa 10 tu. Mimi nimependa hivyo tu. Yaani michezo yako hiyo nani? Kuna Molandi. Zaidi kubwa. Mashabiki waangalie, waweza wafuatilizie mechi nzuri sana. Of course ikikutana kama timu ni ndogo na timu ni ndogo. Zinakutana mchezo atakapotengeneza. Wachezaji Sarabia kwenye Sarabia. Wanacheza lakini yani kuonekana tu wanacheza wenyewe kwa wenyewe. Zinakutana huko kwenye hatua za mwanzo. Nataka kuja kukaa kuwaona wachezaji. Of course ni mechi nzuri. Unajua wale Australia tangu walikutanaga na Balala Gamondi msimu uliopita hawajarudi nyuma tena. Yaani kile kipigo cha Yanga walipigwa 5 wale kwenye kombe la Federation. Wale kipindi kile walikuwa wametokea kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa. Kwa hiyo baada ya pale ni kama yale matokeo kama yale wa sasa zaidi. Hausumu ya Njombe imepambana mpaka sasa hivi imeweza kupenya yani kwenye FDL. Maana yake imeingia kwenye ligi ya Championship na ndio timu ya kwanza katika madaraja yote ya ligi msimu huu kujihakikishia kupanda daraja linalofuata msimu huu wale Hausa ya Njombe. Lakini ukija Gunners hawa Gunners timu ya Dodoma mwalimu wao ni mzoefu sana yule Juma Ikaba. Alishiriki sana katika kupandisha Dodoma Jiji kipindiko wakati inapanda panda. Lakini pia kuna kipindi fulani alikuwa anaingia natoka Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana experience na hizo ligi za chini. Ingawa jina lake sio watu yani sio mwalimu ambaye watu wengi yani watu wa mpira halijapanda ile chati sana, lakini mwalimu ambaye anazijulia sana hizo ligi za chini. Haya basi hiyo mechi itakujia ifikapo saa 10 pamoja na hiyo kuna ligi za nje. Katika gazeti la Uhuru kwa siku ya leo, kocha Azam aanza kuchonga, ni katika gazeti la Uhuru. Mastaa Simba Sports Club waipania Al Masry. Tuliangalia mechi ile mkondo wa kwanza Haya, Yanga haiboi ligi kuu. Hiyo ni katika gazeti la Uhuru. Na ndani tutaendelea kuiangalia zaidi kwa namna ambavyo ilivyo katika gazeti la Uhuru. Lakini pia katika gazeti la Mwana Sports na nyuma yake kuna gazeti la Habari Leo. Yote haya ulipo mtego wa ubingwa katika gazeti la Mwana Sports. Alafu kuna picha katika hiyo story, kuna picha ya Yanga pamoja na Simba kwa pamoja. Manchester Derby yenye maswali 4 ambayo ni ya kujiuliza. Haya, hiki ndicho anachowaza Feitoto katika gazeti la Mwana Sports. Ubingwa umejificha hapa. Mechi zinabaki 6-7 ndio katika hizo mechi 6. Sasa ukisoma ndani utajua nini kimefichwa hapo kwenye hizo mechi zilizobaki. Mechi za Yanga zilizobaki nafikiri naruhusiwa sababu ni fixture. Zilizobaki ligi kuu dhidi ya Coastal Union, dhidi ya Azam FC, dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya Simba, Ile Simba kabla ya wiki sana. Hii hapa nimeona mwisho. Mechi za Simba zilizobaki ligi kuu dhidi ya Mashujaa, dhidi ya JKT Tanzania, dhidi ya Pamba Jiji, dhidi ya KMC, dhidi ya Singida Black Stars, dhidi ya Kengold, mechi nyingi, dhidi ya Kagera Sugar, dhidi ya Yanga. Kwani lakini ana kiporo tu kimoja Simba. Wako karibu sana. Kiporo cha Yanga. Cha Simba. Umesema mechi nyingi ndio nakwambia ana kiporo kimoja tu. Hamna, si Yanga amemsidi mmoja. Unajua ndo mimi mtego unavyoona ni kwamba mmoja akizidi michezo mingi alafu mwingine akiwa na michezo, mtego wangu mimi. Yaani kwa mfano mwingine akiwa na michezo 8 kacheza mwingine 6. Mtego unauona kabisa.
kwa sababu yule ambaye hajacheza michezo 8 anamwangalia yule aliyecheza michezo 6, pointi zake anakuja kupambana huku kwa uli na uvumba ili aweze kushinda. Lakini pia hata yule mwenye pointi nyingi dhidi ya yule pale pia, yani naona kama bana katika raundi hizi hapa ligi nyingi zinakuaga kama vile zinaenda sawa, yani navodhani kama unakuja kama unakuja kwenye nani kwenye historia mimi sijasoma kwenye swali kama unakuja yani au amesoma yani sijasoma yani kama vile kuna kamtego umekaona. Unajua katika ligi kwa mfano tukiangalia ligi za Uingereza moja, wewe ukiwa ndo una timu yako alafu ukacheza mechi 4 zaidi yangu mimi ambao tunawania wote ubingwa, yupi ana faida kati ya yani mimi tuashumu ya kwamba mimi na 4 wewe na 8 bado mechi 8 mimi na 4 nani mwenye faida? Ndio mtego uko hapo. Mimi sijakuuliza, nimekuuliza swali. Ikitokea hivyo wewe unafurahia kwa umecheza nyingi, unafurahia kwa umecheza chache? Umecheza chache unataka hivyo. Yule alicheza chache yule, lakini ndo ana advantage. Lakini sasa je, hizo katika hizo timu 4 ambazo wewe mimi na 4 yule ana 8 sasa, lakini je katika zile 4 ambazo wewe unacheza 4 maana mpaka nitimize bani nifikie zile 8 je nakutana na nani? Mtego ujue mwingine tena huo. Mtego mwingine tena. Kwa kuna mitego mingi. Sasa hapo ukisemea hizo 4 hivyo ina maana hizo 4 hao ameshinda zote, si ndio? Hamna sehemu kateleza, si ndio? Sasa mimi sijui lakini yani kama mfano hizo 4 labda ameshinda 2, amedraw 1, amefungwa 1. Afu mwingine hajacheza. Wewe utakuwa una furaha. Kama ameshinda mimi naona afadhali. Je, itategemea je unakutana na nani katika mechi zijazo mbele? Mimi mtego nimeelewa, kuna mechi moja hapo ya ambayo ni ngumu. Ndio mtego upo hapo. Kuangalia misimamo ya nje ikoje ili tuweze kulinganisha. Mama ya ya kisasa. Unasema Judy? Nasema mimi mtego nimeelewa kwamba kuna mchezo mmoja wa mtego ambao ni mchezo wa Azam. Baada ya kucheza na Coast nafikiri atacheza na Azam. Mtego wako. Mimi ndo nimehisi hivyo. Kwa sababu matokeo ya huo mchezo. Ni nani sasa huyo? Kuna Yule ni nani sasa? Yanga si ana mechi na Azam. Yani katika mechi zake zilizobaki mechi yake moja hapo ambayo ni ngumu na matokeo yake yatakuwa na umuhimu sana kwa sababu katika mzunguko wa kwanza tayari alishapoteza pointi 3 na mechi hii hapo kwa ni lazima ahakikishe anapata pointi nyingine 3 katika kujihakikishia ubingwa. Kwa sababu kama akipoteza dhidi ya Azam ina maana hapo kuna mtu nyuma atakuwa anataka kufidia hiyo pengo. Na je Simba ujue ana mechi moja na Singida Black Stars kama sikosei. Hiyo leo iko vipi? Kila mtu anaweza akawa ana level yake ya mtego. Yaani kwenye hizo mechi kila mtu anaweza akawa anaainisha kwenye upande wake. Kwa hiyo inategemea na mtu ameangalia kwenye ngo ipi. Lakini ukizungumzia mitego wakati ligi inakaribia kumalizika nafikiri inakuwa iko mingi sana. Mingi sana ipo. Hata kama mtacheza mechi zote sawa. Yaani bado kuna sehemu tu kuna mtego. Kuna mwingine anaweza kuletea mtego atakwambia huyu ana mechi nyingi away. Huyu ana mechi nyingi nyumbani. Yaani kila mtu anaweza akaja na aina yake ya mtego ambao kwa mfano ukaangalia msimamo vipi unaangalia ukainyuka kichwa vipi kwa mfano wa Uingereza. Kama Uingereza tena. Msimamo wa Uingereza. Fikia leo. Ni timu moja tu, ni timu 2 tu ambazo hazijacheza michezo 30. Yaani wamepishana kwa mechi moja. Yaani kiporo kimoja wenyewe kwa wenyewe. Lakini timu zote zimecheza michezo 30. Nenda nchi nyingine. Nchi nyingine. Hapo chini Hispania. Wa Hispania ambao Azam TV wanaonyesha mechi zake. Hapo umejiongeza mpaka kufikia leo wote wamecheza michezo 29. Mpaka kufikia leo 29 wote wamecheza michezo 29. Ujerumani. Haya. Ujerumani mpaka kufikia jana. Mpaka kufikia jana Bayern Munich kacheza usiku. Mpaka kufikia jana
Mpaka kufikia jana. Usiku. Wana michezo 27 wote. Ina maana Bayern Munich atakuwa na 28. Atakuwa na 28, anacheza usiku huko. Ambao wengine wanacheza leo sasa, wanacheza leo na kesho. Sasa nenda kwenye msimamo wetu sisi. Ngoja basi bado Italy tunaonyesha pia hii ligi. Wote mpaka kufikia leo wana pointi, wana michezo 30. Wamecheza michezo 30. Hiyo ni Italy. Haya, twende Saudia. Hapo wote wana michezo 25 mpaka kufikia jana. Kwetu michezo si ni 30. Hatujakaa sawa. Kwa nini? Kwa maana kuna michezo 23 timu ya kwanza, kuna michezo 22 timu ya pili, kuna michezo 24 timu kama 1 2 3 4 5 6 7 8. Alafu tuna 8 9 10. Kwenye 24 kuna timu nyingi hapo. Kwa hiyo tunaweza tukachukua ratio ya 24. Lakini kwenye 23 wako wawili. Yanga na Mashujaa. Na 22 yuko Simba peke yake. Kuna vitu havipukiki baba. Kuna vitu havipukiki. Yaani ningetamani sana relation ya ligi ya michezo ya timu za ligi kuu Tanzania bara, ligi kuu ya NBC, tungejaribu kukompea na ligi zingine Afrika. Yaani ningetamani sana, unajua na maana yangu. Umezungumzia Italy, umezungumzia ligi kuu England, umezungumzia ligi kuu ya Spain. Ukiangalia mazingira, unajua kinachotofautisha Afrika na Ulaya ni mazingira. Yaani mazingira, sera na hata hali ya kiuchumi. Ligi ya Misri, timu hazijalingana kwa michezo. Ligi ya Misri. Ligi ya Misri. Ngoja tuidadafu wakati unaendelea kunani. Haijalingana. Ukija ligi ya Afrika Kusini. Lakini ile sinachelewa kuisha ile kabisa. Kwanza imechelewa kwanza. Hata imechelewa. Kwa labda ligi ya Mali. Sababu ligi ya mabingwa inaanza na shirikisho linaanza, ligi ya Misri haijaanza bado. Hoja ni moja. Hoja ni idadi ya michezo, yani sisi timu kwenda kulingana. Yaani tusiangalie kwa sawa. Ukija ligi ya Afrika Kusini pia timu hazilingani michezo. Zile ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa zimecheza michezo michache kulinganisha na timu nyingine. Sasa shida inakuja wapi? Ndio tunapokuja kwamba kwenye mazingira, hali za kiuchumi pamoja na hata sera za kinchi. Leo hii Afrika ndio bara ambalo halijawa na miundombinu bora ya usafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine. Yaani nchi mbili zilizopakana au nchi mbili ambazo zimekaribiana unaweza ukatumia zaidi ya masaa 7 kwa ndege kuifikia nchi nyingine tofauti na Ulaya. Yaani kwa mfano tunapozungumzia leo, unaweza ukashangaa timu kutoka Uganda inalazimika kwenda mpaka Ethiopia ili kurudi Kongo. Lakini tunapokuja kwenye swala la policy, ndio la sera, ndio kama mambo ya visa na sheria nyingine za uhamiaji, kwamba unalazimika kuchukua muda mrefu yaani kushughulikia safari yako kutoka nchi moja kwenda nyingine, jambo ambalo linalazimisha wakati mwingine kuhitaji muda wa ziada ambao sasa mashirikisho mengi au vyama vingi vya mpira wa miguu Afrika yanaona kwamba ni bora yatoe nafasi kwa hizi timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa kujiandaa kutoka mchezo mmoja hadi mwingine, hasa zinaposafiri kwenda nje ya nchi. Nilisikia juzi kocha wa Mamelodi alikuwa analalamika kwamba alitolea mfano kwamba kuna ligi ya Algeria nadhani imetoa fursa kwa timu yao moja kupumzika angalau wiki ili kujiandaa na mchezo wao mwingine, lakini wao wanalazimika yani ndani ya muda mfupi kucheza mechi nyingi, wakati huo wana mechi za kimataifa. Tofauti na Ulaya wenyewe hata sheria zao za uhamiaji ni rahisi, timu inacheza kesho ikaondoka hata leo. Yaani inasisumbuke kwa sababu inaenda direct flight. Lakini leo Afrika unapozungumza, kwanza nchi nyingi hazina connection ya zenyewe kwa zenyewe. Yaani leo ili Tanzania afike Mali kwa mfano, timu ya Tanzania ikacheze Mali,
Hakuna ndege ya moja kwa moja kutoka Tanzania hadi Mali. Unaweza kujikuta unaenda mpaka bara lingine, afu tena unarudi Afrika. Mfano Morocco na Mauritania ni nchi ambazo zimepakana. Lakini kutoka Morocco kwenda Mauritania unatakiwa upaka uende za Qatar au uende wa Falme za Kiarabu. Then ndio unarudi Afrika kwa sababu hakuna direct flight za kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo wakati mwingine mimi naona kwamba hata mashirikisho yanatamani hizi timu hizo zinacheza mechi kusiwe na tofauti kubwa ya michezo. Lakini kutokana na changamoto kama hizi za mashindano ya kimataifa na changamoto zingine za mpira wa Afrika ndio inasababisha kuwe, ingawa nao isiwe pia sababu sasa wakati mwingine hata kama kuna mazingira ya kuwezekana hizi timu kukaribiana michezo wakalazimisha kuahirisha bila sababu. Hoja yako ni ya msingi, lakini mimi nakubaliana na wewe kwenye hilo la kiusafiri, wala sina doubt. Lakini sisi kuna sehemu hapa wenyewe kwenye hichi kipindi kwa tunalalamika. Yaani si kuna sehemu kwa tunaweza tukafix mechi zetu tukacheza, alafu tukawa hatucheze. Na weekend tulikuwa tunapita hapa hazina mechi kabisa. Sasa kile ndio kipindi cha kugundua kwamba kule mbele kuna muda ambao watu watakuwa busy. Hapa mbele kuna timu itakuwa inacheza kila baada ya saa 48. Yaani kila baada ya saa 48 timu itakuwa inacheza mechi. Lakini kule nyuma tulikuwa tunapita wiki nzima. Tunapita weekend yote hatuna mechi. Hatuna chochote tukafanya. Kwa hiyo nafikiri kinachokosewa kweli kwenye hicho unachokisema mimi hata sina shaka na wewe. Kwanza mimi nitawapongeza kwamba ukiangalia Ulaya angalau zimebaki mechi 8, angalau na sisi sasa hivi zimebaki 8 msimu kumalizika, na tukamaliza msimu pamoja. Lakini sisi kuna sehemu huwa tunatakiwa zile mechi tuzifix, tucheze, afu atucheze. Lakini nafikiri pale ndio unakuwa kuna shida. Huo mfano aliotoa kwa mfano nani, ndio nimejaribu kuangalia mfano wa ligi ya Afrika Kusini. Yaani ni afadhali na sisi. Kwa unakubaliana naye? Ni afadhali na sisi. Mamelodi timu ya kwanza imecheza mchezo 23. Nafuata Orlando mchezo 19. Na ligi yao ni kama ya kwetu michezo 30. Ligi yao michezo 30. Na tunakwenda sambamba nafikiri wote. Achana na Misri. Tunakwenda yani ikifika Mei wote nafunga. Tumemaliza. Kwa hiyo Mamelodi ana michezo 23. Orlando anafuatia na michezo 19. Stellenbosch 22. Unaona inavyokwenda hiyo? Mbona? Sasa unaona wafadhali wetu sisi. Orlando na Mamelodi wote walikuwa wanashiriki mashindano na wafadhali. Lakini huyu ana michezo 4. Kamzidi mwenzie michezo 4 na wote wapo katika hatua moja wameingia. Kwa hiyo sasa hapa alicheza sana michezo 24. Amecheza mengi sana. Amecheza sana. Kulingana na kama timu zote ambazo amecheza sana pia. Ambazo ni timu kama sisi, lakini ni timu kama 1 2 3 4 ni timu 4 katika timu 16. Okay. Alafu nimeshangaa. Kuna timu inaitwa Royal AM. Imecheza mchezo 11. Ipo kwa leo. 16. Kwa 16. Nyingine inacheza 11 kwa. Nyingine inacheza 11 ipo. Yaani nyingine ni chache kabisa ni ngapi? 20. 22 anayemfuatia hapo Royal kwa chini pale kama kwetu kuchini huko. Zile timu za chini kama Ken Gold. Bora hata umeileta hapa. Hapo utaona sasa ndio utaona kwamba tofauti. Kwa hiyo sababu yeye kama amecheza chache hivyo hizo zingine anakuja kucheza na nani? Alafu na kingine kwamba hiyo timu ipo kwanza kwenye Premier. Ndio na wasiwasi mimi. Na hisi labda itakuwa kuna tatizo na 16 imecheza michezo 11. Kweli na hisi kuna kitu cha kufuatilia kwa nini? Kuna namna. Na afisa mwisho siku hiyo timu hiyo kwa nyingine acheze mashindano ya kimataifa. Inawezekana labda kuna na hisi itakuwa imetolewa au ni hivyo viporo wa hizo timu kwenye ligi kwa sasa hivi kwa sababu walipata crisis ya kiuchumi. Royal AM inawezekana. Walishia hapo kwenye mechi michezo 11. Hapo sawa. Kwa sababu anayefuata hapo ni Super Sports ana michezo 22. Kwa hiyo inaonekana yuko kwenye movement bado. Na anafuata hapo ni Cape Town City ana michezo 24. Kwa hiyo huyu Royal inawezekana huyu ndio hivyo kama atakuwa ameshuka daraja kabisa. Unajua Afrika Kusini ilivyo. Yaani ni ligi ambayo unaweza ukashangaa timu moja ndani ya misimu 4 ikawa na majina tofauti. Yaani mtu anainunua, yaani mtu anaweza akainunua timu akaisimamia bwana mimi timu yangu hivi. Sasa hao Royal AM nadhani zamani walikuwaga wanaitwa
kuna kama sikosei Bromford Celtic. Kama yani kama kumkumbuza wangu aziko sana walikuwa wanaitwa hivi. Wakaiuza hiyo timu kwa tajiri mmoja kule. Kwa hiyo kama alipata crisis ya kiuchumi. Kwa hiyo ndio hali halisi ilivyo. Okay. Kwa hiyo kuna mwendo ambao inabidi tuende kwa kasi kidogo ili tuweze kufikia deadline ya CAF ambao ni tarehe 25 ligi yetu inatakiwa iishi. Na ratiba yetu inatuonyesha hivyo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba dabi itakuwa kabla ya tarehe 25. Kabla ama aidha baada. Kama ligi inaisha tarehe 25. Dabi hatuwezi tukaipanga nje ya ligi. Sasa si iko ni Mei bado kwa. Kiporo tunatakiwa kwenda ndani ya ligi. Hamna kiporo kinachotakiwa kwenda kucheza nje ya ligi. Of course inaweza kwamba ligi kana inacheza mechi zinachezwa mkini sawa, lakini mwisho wa siku hiyo kwani mechi hiyo ni kipindi mechi ya mwisho. Nizana yani hailazimishi iwe ya mwisho. Kiporo hakilazimiki kuwa cha mwisho. Tunaweza kupanga hata wiki ijayo. Wanaweza kukipangia siku. Yaani kiporo unakipangia tu siku yoyote. Hata wiki ijayo unaweza kucheza. Lakini sasa usiweze kukipeleka mwisho. Inategemea. Sema hapana, nimesema kwa maana gani? Kwa maana moja kwa moja siku basi ni timu mbili ndio zinashindania ubingwa. Mwandi. Sasa timu mbili zinashindania ubingwa. Kumbuka kuna Azam CRDB Federation ambayo nayo ina tarehe yake. Imagine kwa mfano hizi timu mbili lazima ingia finali. Utazisha back to back weekend na weekend ijayo. Yaani utazichezesha back to back weekend. Sasa chazi kama imewezekana mechi kusogezwa kule mbele. Kama inawezekana kama mechi sasa ikasogezwa. Yaani kusogezwa mbele mechi ni tofauti. Inawezekana ikaweka ya mwisho. Sasa kama finali yani kama ni finali hiyo CRDB. Yaani ukiweka ya mwisho ligi tayari na ukomo wake. Sijui unanielewa? Yaani ukishasema ligi inaisha tarehe 25. Maana mechi tarehe 26. Wiki inayofuata aidha labda ni finali ya nini? CRDB Federation Cup. Nakumbuka kwamba ligi hii ilitengenezwa kwa kuangalia kalenda ya kimataifa. Unajua mashindano ya klabu Afrika yanatakiwa yaishe kabla ya mwezi wa 6. Yaani kombe la shirikisho na kombe la ligi ya mabingwa Afrika. Yanatakiwa yaishe kabla ya mwezi wa 6 kwa sababu mwezi wa 6 kuna mashindano ya nini? Yaani Julai kuna mashindano yani kuna timu zinajiandaa na mashindano ya nini? Kombe la dunia la klabu. Lakini pia kuna cha pre-season kila timu inazikuwa ziende. Chazi unaungana huko sasa. Chazi huko sema unaungana huko. Point yangu ni moja tu kwamba hapa katikati hapa ratiba mara ngapi inakuwa inajichanganya kwa sisi ama mchezo kumaliza katika mechi za kuna kama katikati kwa vizuri ngine kaliongea hapa. Kuna weekend inapita hapa sawa. Karibia siku 5 siku ngapi pale mechi haichezwi. Lakini kile kipindi Morandi kilikuwa bado haijatokea issue hii ya Yanga na Simba. Mechi kwa hoja iko hivi. Inawezekana hoja yako ikawa sahihi. Lakini kama utaipanga iwe mechi ya mwisho, mechi zinazochezwa tarehe 25 lazima usishe Simba na Yanga, utazirudisha huko afu yenyewe kacheza tarehe 25 ndivyo au hapa katikati. Yaani mimi hoja yangu ni kwamba naamini kama ni kiporo hakina ulazima kuwa mwishoni, yaani kinaweza kikawa pale mwisho unataka wewe au kina uwezo kikawa hapa katikati hapa. Okay. Kuna mwezi mmoja na siku 20. Siku 20 katika hiyo story ya ulipo mtego wa ubingwa. Kikubwa ni mechi za Yanga zilizobaki na mechi za Simba zilizobaki. Sasa mengineyo hayo ili uweze kufahamu mitego iko wapi unaweza ukaifuatilia katika nafasi ya 3 anashika nani? Philip nafasi ya 3 iko nani? Hapa katikati kwa hiyo story. Mimi nakuruhusu sana. Hivi kwenye rangi ya kijani na nyekundu. Hivi tumevisoma au tumevisoma huku mbele huku sio hivyo. Kwanza angalia kama ndio wenyewe tulisoma. Mechi za Yanga zilizobaki ligi kuu. Una maana hiyo? Zilizosoma kama ndio. Mechi za Simba zilizobaki ligi kuu. Hapa kilichoongezeka ni tarehe tu baba. Tarehe tu. Ni sote kasoma. Na katika hizo za Simba Ken Gold yumo hapo. Ken Gold anamkumbusha tu Mkini. Kama anataka tufanye maombi aseme mapema. Tarehe 21. Yaani ni Ken Gold. La Simba. Ken Gold anabaki kwenye ligi. Sasa bado ziko vizuri. Jana Mkini kuna utabiri nimempa kaukasirikia. Mkini kwa kama Mkini jana kasirika. Tulikuwa tuko yani kwenye ongezi yetu mimi na yeye. Kuna utabiri nikampa akanikasirika. Basi atushuki. Mwambia Ken Gold atashuka akiwa mbekeza mechi 2 au 3 mkononi. Ndio maana nimemkumbusha kabisa asisahau kuna mechi ya Simba katika hizo zilizobaki. Ilikuwepo yaani kwenye mahesabu ya kwamba tutashinda. Mechi za Azam na Simba. Zilipiga hesabu za nyumbani. Hazikuwepo, kweli hazikuwepo lakini
kuna zile ambazo zilikuwa kuna timu kama Kagera Azam na Simba walizitoa kwenye mahesabu yako. Kuna zile na KMC wale walikuwepo. Na ni Kagera pia sikashinda pale. Kwa hiyo kuna pointi zilichukuliwa, ndio hizi huku zitakuwa zifidie kama ya Simba washinde. Unajua kimahesabu. Wewe utazoma kimahesabu sisi. Ukitoa hiyo mechi na Simba tunafikisha point 30 plus. Kwa sababu mnatembea na calculator. Yaani kwa sababu sisi tunahitaji tumebakiza point ngapi? Tumebakiza mechi 6, si ndio? Mechi 6 tunatoa ile ya Simba. Yaani zote hivi ngende kwa mkadifeni. Zote mnashinda. Afu zingine zote tunashinda. Haya. Katika 6 za nyumbani ni ngapi na ugenini ngapi? Ugenini tunazo 3. Za nyumbani 3. Msimu umeshinda mechi ngapi ugenini? Asi tumeanza ligi mzunguko wa pili. Kocha, kwa sababu hata ngoja nikwambie, hata Prison. Hakuna hesabu. Hata Prison jana Prison ndo kafanya kikao pale Mbeya cha kuwaita watu wote wa wilaya, viongozi wa mkoa wa nini, wakakaa kujadili wanapambanaje timu yao inabaki. Yaani imebaki michezo mingapi? Imebaki 6 na 6. Kwa hiyo nao wanaamini kwamba wangao kabisa. Na Mungu akiita kwa mikoa ya Lindi, wilaya za Lindi. Na ile Dodoma la akaita kwa wilaya za Lindi mikakati kwamba kila mtu anaanza kuweka mikakati yake. KMC wakiita hapo wote hapa Dar es Salaam waje sana. Nani? KMC. Bana kweli ya kuonana. Kapilima hadi huruma. Kapilima hadi huruma. Gazeti la Mwanasports linaandika kocha wa Ken Gold anaitwa Omari Kapilima, mchezaji wa zamani, kapteni Yanga Afrika, kapteni Taifa Stars. Alicheza na Alimayaye. Walicheza pamoja katika hivyo. Hasa hapa gazeti la Mwanasports limesema Kapilima hadi huruma. Limedadavua kwamba ilimteua Ken Gold, ilimteua Kapilima baada ya kupita makocha kadhaa. Fikirini Elias aliongoza katika michezo 3 na kupoteza. Yaani kwa mfano kama Kapilima mwenyewe toka ingie ameshinda michezo 2 tu. Mechi ngapi kacheza? Amecheza katika michezo yake 6, katika michezo 6 ambao amesimamia kama kocha mkuu. Kama kocha mkuu amecheza. Na hapa alikuja kama kocha msaidizi pia. Hata sasa hivi wanasimamia kocha mkuu. Hata sasa hivi ni kocha mkuu Kocha mkuu. Kocha mkuu. Sasa ukiangalia mechi zote za msimu, yani msimu yule mzungu hamna mechi alokaa kwenye benchi. Ken Gold imekuwa na makocha kama 4 hivi. Kuna Jumanne Chale pia. Jumanne Chale, Kapilima, yule mzungu. Sasa kiprotokali mzungu atambulika makocha mkuu. Fikirini Elias. Fikirini Elias. Ni makocha 3 wamepita hapo, si ndio? Yaani uwezo wa mhesabu mzungu kwa sababu mzungu hajawahi kusimamia hata siku moja kwenye benchi. Umeona siku moja tu jukwani kule. Lakini sasa mwisho wa siku ameambiwa waangalie wachezaji. Kwanza nimekumbuka. Unajua kwa nini nawaambia watu nabaki? Kwenye Ken Gold. Maulson karudi. Mechi inayofuata anacheza. Maulson karudi. Atasaidia. Mdogo wake Maulson karudi. Kwa mtu Maulson na mdogo wake. Kwani mdogo wake Maulson kwa shida gani? Kwa na vibali. Yaani mpaka sasa hivi Ken Gold wachezaji hatuna vibali. Hawana vibali mpaka leo. Mpaka leo tunapozungumza. Kuna wachezaji hawana vibali. Ligi inaisha. Ndio wanabaki hao. Wasikia baba. Ligi inaisha. Mchezaji pale. Unasema hao ndio wanabaki. Sasa unajua lengo pale ametoka Nigeria. Hana kibali mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi ligi inakaribia kuisha. Na anachukua mshahara. Hawakuwa na malengo. Na klabu inamshughulikia kupata kibali. Kuna mchezaji anacheza mechi ngapi? 2. Kuna mchezaji ametoka Ghana. Kofi. Hana kibali mpaka sasa hivi. Nafikiri huyo mjana ndo kapata kibali jana. Naifuatilia sana hii timu, mimi najua vitu vyake vingi. Huyo mmoja akapata kibali jana. Na wote yaani kwa sababu ile dirisha dogo ule usajili lengo lilikuwa ndio hiyo timu ifanye vizuri. Wote walisajiliwa. Lakini sasa wachezaji wenyewe hawachezi. Lakini walipo mshahara, si ndio? Lazima walipe. Sasa watafanya kazi bure. Mshinda makubaliano. Vibali ni issue yako. Haya, kwa hiyo hiyo inachagiza. Mwingine hataki kupigana. Kama matumaini kibao. Lakini ukiangalia Kagera Sugar inafundishwa na Juma Kaseja. Niliwaambia sile nikwambia tatizo Juma Kaseja. Nilisema hapa. Kibao kimegeuka. Ashatoka kule sasa hivi. Juma hata mawazo ya kule hayana tena sasa hivi. Mawazo gani? Afu Kaseja ana wasiwasi. Juma anaondoka. Mechi 4 zote kashinda,
za FA 2 za ligi 2. Toka ingie Juma Kaseja pamoja katika point. Ina maana ni kocha mzuri. Jana kwa ni jana na yule ndo ameitibulia Ken Gold. Mabango anasema eti ulikuwa wapi, umechelewa sana kuja kwetu. Au ni maofisa wa Kagera Sugar. Yaani maofisa wa timu wa Kagera Sugar ndio wako na maana hayo mabango. Kaseja ulikuwa wapi, umechelewa kuja. Sasa alikuwa kocha msaidizi wa magolikipa. Ndio wao wanakuja kuchelewa kwa kocha mkuu. Yao ndo Philip point yao unajua. Sikuna hapo ndio point yako. Point yangu mimi. Point yangu mimi nasema kwamba ukimlinganisha Omar Kapilima na Juma Kaseja. Unaona yani trend ya Juma Kaseja iko vizuri kuliko ya Omar Kapilima. Ni kweli. Kwa maana kwamba mchezo miwili mimi hapo sitaki kujaji. Matarajio tofauti, level ya timu zile ni tofauti. Yaani mimi nikwambie, yaani ni kuweza matatizo ya Ken Gold yanaokuambia. Angekuwa amepata timu nyingine yote na hisi wakati mwingine ataweka Pilima na Bitu mpongeze. Mvumilivu sana. Serious. Yaani jiulize mbakiza mechi 4, si ndio? 5 sijui 6. Afu una wachezaji hawana vibali mpaka leo. Na unawatarajia wachezaji utawatumia. Ambao wachezaji ulisajili Disemba. Kwa shida sio. Na sherehe tukafanya. Moja ya mchezaji ambao tulipiga vita hapa kwenye kipindi ni Morrison. Kila mmoja hapa alisema sasa jamani huyu hajawa fiti. Tulisema wakasema bwana huyu hajawa fiti. Tuongea hayuko fiti. Amebakiza mechi ngapi? Zimebaki mechi ngapi hizo? 5 6. Ndo naambia anarudi na atarudi hamna uhakika wa 100%. Of course kama hawezi kwamba ameanza mazoezi akaja anacheza mechi 2 za mwisho. Yaani ngini. Na hivyo ndo hata aweza kucheza kwa sababu gani? Lazima kwanza haina fitness ya kutosha. Katoka kwenye injury, lazima afanye mazoezi kwamba na ya binafsi baada ya kufanya mazoezi ya timu. Kama mazoezi ya timu cha siku haina fitness ya kutosha acheze mechi tena. Je, mpaka hizo mechi zote hizo 6 zinamsubiria acheze? Haiwezekani. Tuna matatizo mengi sana. Kiufupi ndoto ya yaani kwa kusajili kule wamejitahidi wasajili wachezaji wazuri kule washuka wacheze championship. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tutakuwa tumejitahidi. Mchezaji ana mkataba wake wa miezi 6 unafikiria hata wengi wataona wachezaji mimi naona lakini mimi niseme yaani kuna sehemu sisi vijana wale kuna sehemu wanatakiwa wajifunze. Hivi nani amefuatilia Kevin Ndani kwa mechi alizocheza? Mechi zote za Ken Gold Kevin Ndani kacheza vizuri sana. Cheza vizuri sana. Yaani kwenye kiwango cha juu sana. Yaani ukimwangalia Kevin Ndani yule pale, ukimwangalia na ule goalkeeper wa Ken Gold, Antonio yule goalkeeper. Goalkeeper mdogo hivi mdaka mechi ya juzi ile mechi na Azam. Ukimwangalia unajiuliza hata timu ikishuka wale tayari wana nafasi zao za kubaki. Sema hata Kevin Ndani ukimwangalia unasema Kevin Ndani ukimwangalia Kevin Ndani unamuona kabisa Simba na Yanga lazima hapa. Ni kweli mimi sikukatalia. Hata nani? Kuna tafadhali babu. Sema hata nani anafanya vizuri. Hata Azam lazima. Mungu Yanga haraka beki gani nje acheze ndani. Hata akianzia nje. Sasa wanasema kuzima. Unajua kuna tofauti babu walisema kuzima. Kuzima mimi nachoamini kucheza. Yaani wewe kwenye timu anaweza. Yaani mimi Yanga pale hamna ambao kwenye timu ambao mkini mimi sijapinga kwamba Yondani hawezi kuwemo kwenye vikosi vya Simba na Yanga. Yaani kwa wale pale ukiangalia kwa mfano wachezaji wale wa bench wale kwenye hizo timu wale mabeki wakati wa Yanga, Simba hata Azam. Yondani anaweza kuwa kama backup player. Yaani ana nafasi kubwa kabisa kwa backup player. Mimi ninachopingana na Babu Philip kuniambia anazima hapa. Mimi kwenye hizo timu yaani kuzima first 11 Yanga unaanza Yondani yaani anacheza Jobu au baka mmoja kaingia. Kwenye hizo timu tatu kuna timu mbili Kevin Ndani anaweza kupata nafasi ya kucheza. Mkini hizi timu mbili Simba na Yanga anacheza. Yanga sipati nafasi Dickson yupo kwenye nabaka. Mimi nimuuliza Simba lakini naongea tu kwa binafsi sawa. Hizi Simba. Wewe ni kocha wa Simba. Una Yondani, una Hamza, una Sheikh Malone Fondo. Umshoka la bubu Kalabu anacheza sasa hivi kwa sababu si Fondo hayupo. Hizo ndio first 7 kasema nje anacheza tayari. Sasa mbona ndio huo unakwenda ubisha ambao una sababu. Huyu mwezi Shamusi anacheza kwa sababu Malone ameumia. Tunazungumzia kwa sababu hata Yanga Jobu anaweza akaumia. Mwamnyeto akacheza au hajai kutokea. Nimetokea. Sisi tunachozungumzia ni ile first 11. Kwenye first 11 naungana lakini kwa maana kwamba yaani wale wenye namba ya uhakika. Ndio maana nikasema backup. Yaani Yondani kutoa backup kwenye timu. Anaweza. Lakini sio kuanza first 11. Yaani uhakika. Anacheza. Okay. Tunaamini kwamba unajua tumesema hii kwa maana kwamba
tumekuwa tukiwazeesha wachezaji wetu. Sema hata nani anafanya vizuri Philip. Nani? Zawadi Mauya pia. Nasema tumekuwa tukiwazeesha wachezaji wetu. Unajua kuna tofauti. Msasa Lewezi unajua. Sabwezi bado sio mzee. So yani kimpira sio mzee. Wale ambao hata kama timu ikishuka wanaweza kufanyaje? Bwenzi Hawakosi timu. Bwenzi anabaki mwanangu ule. Bwenzi haiwezi kushuka. Timu ikishuka wanapata nafasi. Hawezi. Tena kwanza tu. Wanasajili vizuri tu. Yaani Bwenzi atabaki juu. Huku kuna ana nafasi zake nyingi sana. Anacheza vizuri tu. Anacheza. Haya basi tunaamini kwamba wachezaji wanaweza kucheza wengi. Sisi hatuwazeeshi. Ngoja tutarudi. Twende kwa hali. Ali Bakari najua uko mtaani. Mjadala ambao umeshika hot hapa. Tunaamini mimi hapa naamini lakini nikapingwa. Naamini lakini Abel akanipinga. Morandi uliniunga mkono? Lakini nimesema kwenye timu 3. Azam, Simba, Yanga. Timu moja ana nafasi ya kucheza. Mimi nasema lazima Kevin Yondan. Katika yoyote tutakayozungumza, hebu waulize na mashabiki tuweze kujua. Kevin Yondan anaweza akazima Yanga, Simba, Azam katika hizi timu 3 endapo yani ikitokea kwamba anarejea Kevin Yondan na Morandi na mimi nasema na Nkini. Kevin Yondan kuna jamaa pale akasema akakae kwenye benchi. Kuna jamaa pale akasema akakae kwenye benchi. Kocha. Yasema anafaa kuwa kocha wa ile ni age ya Juma Kaseja. Unajua ni Philip, unajua ni sawa. Unajua kuna kitu watu ingawa Juma alianza kabla. Unasikia Nkini? Kwa hiyo unaongea tu bure mchezo. Wasema age imeenda. Yeye angalia age ya Ucho. Tufuatilizia Ucho. Hapo anasema kwamba Yondan kwamba age imeenda. Hakuna yani anayezungumzia age kwenye mpira age sio issue sana. Ukizungumzia Ronaldo anacheza na miaka 40 sasa. Ukizungumzia Ken Gold first 11 ambayo kuna story yake tena huku imeandikwa kwamba Ken Gold ina matumaini kibao ya kubaki. Matumaini kibao ya kubaki. Umkosi Kevin Yondan. Namba kidogo la sawa, ndio asementi moja sawa. Mtoe Yondan sawa. Toa Dickson Jobu, toa Mwamnyeto, toa Baka, toa nani? Shemaroni. Sawa? Mtaje wiki ambao yule ambaye kwako wewe binafsi ambaye yuko vizuri katika ligi kuu msimu hapo. Central defender. Unaona watajaji hao bila kumtaja. Kwa nini watoe sasa? Nani Hamza? Hamza ni msao na Hamza. Sasa kwa nini watoe watu wanashindana nao? Simba na Yanga tu wamesema. Yeye timu yake ni Gold. Na anacheza ambao ni timu ya ligi kuu. Yaani au unaowataja ni ligi kuu. Mtoko anasema age imeenda. Anakutana nao kwa timu yake ndio naye unamtoa. Basi na kwa timu yake nayo nimesema kwamba timu kubwa za Simba na Yanga nimesema sawa. Kwa maana kwamba hawa vijana wanakuja sawa. Maana ni vijana of course kwamba ni hao upcoming wanakuja. Kwa maana weka kwamba Ken Gold sijui Pamba Sunani wanakuja wale wote. Toa Simba na Yanga. Ambao unamfuatia wote mtaje ni nani kwako wewe? Unaweza kidogo kumlinganisha nao madogo wanakuja. Hapo wengi bora. Wale kuna beki wa Singida zile kina wale kina Trabita. Kuna beki Azam pale, mabeki wakati wale wazuri tu. Yaani kumzungumzia kwenye hivyo huwezi kushindwa kumweka ya kwamba ni beki mzuri. Hakuna anayekataa. Na ana uwezo wake. Lakini haimaanishi ya kwamba kwenye ligi kabaki peke yake. Ndio of course. Mimi ni hivyo point yangu ndio kwamba yani point yangu ni hiyo kubwa. Mwisho kwamba yani kama Yondani asiwe kama vile ni mzee sana. Za umri. Maana mtu of course kama kumzoea Yondani sasa kwamba Yondani umri umeenda, siweje imeenda sana wewe au staff. Sio kustaafu hapana. Okay, kuna tutaendelea na mjadala rafiki wiki ijayo. Kuna mechi ya nafasi ya 4 kesho. Nafasi ya 4 katika ligi? Ligi kuu kesho. Mechi ya nafasi ya 4. Hata kuna ligi. Naona kuna Singida na Azam ni mechi ya kuwania nafasi ya 4 kesho. Bonge ya mechi hiyo. Bonge moja la game. Alafu tukianza wiki ijayo ni mfululizo wa mechi kibao za ligi kuu. Ambapo kujitangaza mechi sasa ngapi kesho? Hiyo mechi nini? Hiyo mechi kwa mmoja mshindi wapi wa 4? Wanne watatu saa 10. Hiyo Singida na Azam saa 10. Bonge moja la mechi. Timu yetu jana pia imeaga.
AFCON na 17. Ngoja kwanza babu. Uko Ngoja. na chaza kwa natupa update. Ngoja tutarudi babu. Jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho. Wiki ijayo tutakuja na swali hili. Je, kuna ulazima wa kutangaza kustaafu soka? Mpaka leo mimi sijawahi kumsikia hivyo Mapunda akiwa amestaafu. Anacheza. Si kocha sasa hivi. Kocha anaweza karudi. Swali la wiki ijayo la wiki. Kutosema sio kwamba hajastaafu. Kama hivyo, mbona mimi sijawahi kumsikia akisema anastaafu? Haya, wadofika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo, lakini mtego wa ubingwa bado tupo na hili swali la mtego wa ubingwa kati ya saa na masaa, kati ya saa na saa. Tutaendelea, ukilisoma gazeti tutaendelea kufahamu nini ambacho kipo ndani ya mtego wa ubingwa kwa sasa, kama walivyoripoti katika gazeti la Mwananchi. Kwa sasa tuna mengi, tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea ikiwemo ligi kuu na michezo mingineo ya ligi mbalimbali za Ulaya, Hispania, pamoja na Bundesliga au Ujerumani. Zitakujia kwa siku ya leo na kesho. Kwa sasa tuna mengi, tukutakie siku njema.